wa jimbo la Babati Vijijini, ninaomba nikupongeze na kukushukuru sana kwa kazi kubwa uliofanya ndani ya miaka 4 ya uongozi wako. Ndugu mgombea wetu, naomba nianze na sekta ya afya. Katika kipindi chako ndugu mwenyekiti na ndugu mgombea wetu, tulipokea fedha shilingi bilioni 8.11 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya ambayo haikuwepo. Leo inahudumia wananchi wa Babati Vijijini. Lakini ndugu mwenyekiti, tulitokea fedha kwa ujenzi wa vituo vya afya 5 ambavyo vimeshakamilika, vinatoa huduma kwa wananchi wetu. Na kituo cha 6 ujenzi unaendelea. Ndugu mwenyekiti na ndugu mgombea wetu, lakini ulijenga pia zahanati 6 zimekamilika, zinatoa huduma kwa wananchi wetu. Lakini zahanati 5 ulimalizia pale ambao wananchi walishaanza kujenga kwa nguvu zao. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu mgombea wetu, hatukuwa na gari la kubebea wagonjwa. Leo tuna magari 3, mawili ya kubebea wagonjwa, moja la uratibu wa afya katika halmashauri ya Babati ambako lipo jimbo la Babati Vijijini. Lakini mwenyekiti na ndugu mgombea wetu, bajeti ya tiba na dawa kwa mwaka 2020 ilikuwa milioni 879. Leo tunazungumza habari ya shilingi bilioni 3.1 kwa vifaa tiba na dawa katika hospitali zetu. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu mgombea wetu, kwa sekta ya elimu tulipokea fedha shilingi bilioni 16.8 ambapo kati hizo tumejenga madarasa 219 ya shule za msingi, madarasa 199 ya shule za sekondari, lakini shule mpya za sekondari 6, shule mpya za msingi 9. Lakini shule kongwe zile karabatiwa pia katika fedha hizi ambazo zinapokea kupanda elimu. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan, tunamwombea kura. Sekta ya maji, mheshimiwa mgombea wetu, kwa sekta ya maji tulipokea fedha shilingi bilioni 32.56 ambazo zimekamilisha baadhi ya miradi mikubwa na mingine inaendelea. Mradi wa maji wa Magugu Darakuta bilioni 3.9, mradi wa maji unaendelea sasa Darakuta mpaka Minjingu bilioni 14.8 na kazi inaendelea. Huyo si mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mradi mwingine ni mradi wa Ziwa Madunga, ziwa ambalo mheshimiwa mgombea wetu halikauki katika msimu mzima wa mwaka. Tumeshaanza kutekeleza mradi huu. Awamu ya kwanza imepokea fedha shilingi bilioni 2.9, lakini jumla ya mradi ule itakuwa bilioni 17. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan, anayetoa mwanamama ndoo kichwani kwa vitendo. Sekta ya umeme, ndugu mgombea wetu, kwa upande wa umeme vijiji vyote 102 vilipata nishati safi ya umeme, nishati ya umeme, na umeshakwenda zaidi kwenye vitongoji, na mradi wa vitongoji bado unaendelea. Hatuna mashaka na utendaji wako Dr. Samia Suluhu Hassan. Umeleta fedha takriban bilioni 35 kwa ajili ya miradi ya umeme wa REA katika vijiji vyetu. Ndugu mgombea wetu, halmashauri ya Babati ambayo ndio liko jimbo la Babati Vijijini, hatukuwa na jengo la halmashauri. Lakini leo hii ninapozungumza mahali hapa mgombea wetu, jengo la utawala la halmashauri limekamilika na limegharimu shilingi bilioni 3.46. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu mgombea wetu, upande wa miundombinu ya barabara, bajeti ya TARURA kwa mwaka 2020 ilikuwa milioni 600 na tulikuwa na kilomita kama 953 ambazo kwenye mfumo wa TARURA. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan, ninapozungumza mahali hapa leo, bajeti yetu imefika shilingi bilioni 2.5. Hii imesaidia kuimarisha barabara zetu, kufungua barabara mpya, kujenga madaraja na makalvati. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu mgombea wetu, barabara za TANROADS, kuna barabara inatoka Dar es Salaam kwenda Dongobesh. Mwenyekiti na mgombea wetu, tunakushukuru sana. Awamu ya kwanza kilomita 7, leo ninapozungumza mkandarasi uko site. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan, anayetekeleza kwa vitendo. Ndugu mgombea wetu, iko barabara pale Minjingu inaingia lango kuu la Tarangire kilomita 7. Ndugu mwenyekiti na mgombea wetu, tunashukuru sana. Mkandarasi sasa yuko hatua za awali, kazi inaanza barabara ya lami kuingiza watalii katika hifadhi yetu ya Tarangire. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sekta ya utalii, ndugu mgombea wetu, nikupongeze sana wewe binafsi kwa kazi kubwa uliyofanya ya filamu ya Royal Tour ambayo leo imeinua sana hoteli hapa nchini. Na sisi tunahifadhi Tarangire
ambako ndugu mgombea wetu umetujengea lango hapa upande wa Babati la shilingi bilioni 3.9 ambazo tunaamini itafungua uchumi sio tu wilaya Babati na mkoa wa Manyara kwa ujumla. Watalii wakitoka Makamba kwenda Dodoma hawana sababu ya kuzunguka kwa kile mjini, wanaingilia hapa na hii itaongeza uchumi wa CCM oye! CCM oye! Ndugu mgombea wetu, tulikuwa na changamoto ya minara ya mawasiliano. Napozungumza leo, minara 10 imekamilika katika maeneo yetu, tunapata mawasiliano. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu na mgombea wa Chama. Ndugu mgombea wetu, naomba nilete mambo mawili kwa sababu ilani nimeisoma, imesheheni mambo yote mazuri ambayo yanagusa na nchi yetu. Mama mawili tu ndugu mgombea wetu. Jambo la kwanza, tuna takriban vijiji 10 ambavyo vinazunguka hifadhi ya Tarangire. Ndugu mwenyekiti, pamoja na utalii kukua katika eneo hili ya uchumi wa taifa letu, lakini kumekuwa na changamoto wanyama wakali ambao wamekuwa kuvamia mashamba ya wakulima wetu na wakati mwingine hata kuvamia makazi ya watu. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Ya pili, ndugu mwenyekiti wangu, ni mradi wa Ziwa Madunga, naomba tuongeze nguvu kidogo ili wananchi wale wapate maji safi na salama. Ndugu mwenyekiti, baada ya maelezo haya, kwa heshima na taadhima, wana Babati, wana Manyara kwa jumla, naomba kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Wale wa Babati vijijini mnanifahamu, naombeni kura zangu pia zijae. Na mwisho, kwa madiwani wetu wote wa Chama cha Mapinduzi, CCM oye!